Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ilala, ndugu yangu Mpogolo, meneja wa TANROADS mkoa wetu wa Dar es Salaam, pamoja na contractors wote wa miradi mitatu. Ndugu zangu waandishi wa habari, hapa tupo katika hatua ya awali ya maandalizi ya ziara ya Mheshimiwa Ulega, waziri wa ujenzi, ambayo ataifanya katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na hasa katika miradi ambayo inatekelezwa na wizara yake. Katika kufanya hivyo, ndugu zangu wa Dar es Salaam, kwa miaka mingi sana tumekuwa tukilalamika sana kuhusiana na adha kubwa ya maji mengi katika barabara hii ya Kawawa, barabara hii ya Jangwani hapa, pamoja na baadhi ya maeneo mengine kama vile pale Mkwajuni kuelekea Kinondoni. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Ujenzi sasa wamekwisha toa fedha na tayari wakandarasi wote wako site. Barabara hii kama ambavyo amezungumza, daraja hili kama ambavyo amezungumza consultant, linatengenezwa kwa si chini ya bilioni 97, na kwamba mpaka sasa mkandarasi amekushalipwa si chini ya bilioni 14 kama advance payment, na kwamba daraja hili litajengwa kwa si chini ya miezi 24 ambayo ni sawa na miaka miwili. Na kwa kufanya hivyo, na sasa amezungumzia kwamba maandalizi ya ujenzi wa daraja letu kwa sasa iko kama 7%, kwa maana 7% tangu tarehe 2 mwezi wa 5 walipokabidhiwa, na kwamba kazi lazima ianze, commencement date. Kwa ndugu waandishi wa habari, madaraja haya yote matatu, ndio maana hapa tuko na mkoa wa wilaya ya Ilala, kwa sababu linaunganisha Ilala, inaunganisha Kinondoni, inaunganisha Ubungo, na inaunganisha pia maeneo mengineyo. Madaraja mengine yote yatajengwa kwa mwaka mmoja, kabla mwaka mmoja, kama miezi 10, kwa maana siku 300. Daraja ile la Kigogo pamoja na daraja la Mkwajuni. Daraja la Kigogo itajengwa kwa si chini ya bilioni 17, wakati daraja hili la Mkwajuni itajengwa kwa si chini ya bilioni 11. Madaraja haya ndugu zangu ni muendelezo wa madaraja makubwa ambayo ni kielelezo cha taifa letu yaliyojengwa. Wiki iliyopita mliona Mheshimiwa Rais alikuwa mgeni rasmi katika kuzindua daraja kubwa pale Mwanza. Daraja linalounganisha mikoa na nchi zingine zote za Afrika Mashariki kwa ukanda ule. Daraja kubwa lenye urefu wa kilomita 3.6, daraja lenye nguzo 67, daraja lenye nguzo kubwa 3 ambazo zina ile kitu mnaita zile kamba ambazo ndio zinabeba mzigo wa daraja, tunaita cable stayed bridge, na ambalo daraja nguzo moja kwenda nguzo nyingine ni mita 160 span. Maana yake ni sawa na kusemaje, kwamba lile daraja la Kigogo linatengenezwa kwa mita 50. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ukienda ile daraja pale Mwanza, mita 160 hazina nguzo katikati. Maana yake limepita zege tu juu, ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa sana, na limekuwa msingi wake umetengenezwa kwa piles ambazo zimejengwa kwa ubora mkubwa mno, kwa simenti, zege, mchanga yenye grade 60. Sasa ndugu zangu, tunapozungumzia ubora madaraja haya, kilio kikubwa kwa wana Dar es Salaam kilikuwa kwa nini tunafunga barabara nyakati za mvua? Kwa nini barabara zinajaa maji wakati wa mvua? Sasa mwarobaini unapatikana sasa. Kwa hiyo niendelee kualika tena zaidi kwamba Mheshimiwa Ulega atakapofika ndani ya mkoa wetu kwenye madaraja haya, basi tutapata taarifa nzuri ya kina pamoja na maelekezo mengineyo katika Wizara ya Ujenzi kwa mameneja hawa. Lakini sisi kwetu, kama mimi mkuu wa wilaya, sisi tunaongoza Watanzania ambao ndio wanapiga kelele na kulia nyakati zote. Matatizo yao yakiwa solved, mimi na wenzangu tunasinzia vizuri. Lakini leo matatizo yao yakiwa hayako solved, tunapata matatizo makubwa. Kwa ile kauli ya no election, no reforms, no reforms, no election, ina maana kwamba reform mojawapo ni kuhakikisha Watanzania wanakuwa na barabara ambazo hazifungwi masaa 24. Na reform mojawapo ni kujenga madaraja. Reform mojawapo ni kujenga vituo vya afya. Reform mojawapo ni kujenga shule. Reform mojawapo ni kusaidia Watanzania ili adha zao na matatizo yao yakiwa solved. Hiyo ni reform moja kubwa sana
katika maisha ya mwanadamu. Reform ya kweli ni kuona daraja linatengenezwa hapa. Hiyo ndio reform ya kweli. Kwa mimi ukiniuliza reform maana yake nini? Anza kujenga daraja ili uchaguzi uweze kuendelea vizuri. Anza kujenga barabara, uchaguzi ufanyike vizuri. Linda mji wako uwe na amani, uchaguzi uwe mzuri. Hiyo ndio maana nzuri ya reforms. Kwa hiyo ndugu zangu wa Dar es Salaam na wakandarasi wote mlioko hapa, mmepewa dhamana ya kutengeneza madaraja haya. Mjue kwamba hatutengenezi kwa sababu mwaka huu tuna uchaguzi. Tunatengeneza kwa sababu mambo hayo yalishakuwepo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunatengeneza kwa sababu Watanzania wamelipa kodi na sasa Mheshimiwa Rais ameona kwenye chungu kuna pesa zianze kutengeneza miradi ya maendeleo. Hatujengi kwa sababu kuna pressure ya aina yoyote ambayo inatisha mahali popote. Pressure ya kweli inatoka kwa Watanzania kuhusiana na adha ya usafiri ambayo imekuwepo kwa muda mrefu. Kwa wakandarasi, kafanyeni kazi vizuri. Mheshimiwa Waziri wetu atakuja kutukabidhi sisi hizi site, na kwamba sisi ndio tu wasimamizi wa hizi sites. Zitakapokuwa zimesha kuja vizuri mikononi mwetu, kwa kweli jiandaeni. Sitaona sababu ya ninyi kulala wakati kuna mwanga wa kufanya biashara, wa kufanya kazi saa 24. Kwa hiyo jiandaeni kufanya kazi saa 24 ili Watanzania wa Dar es Salaam, hii barabara inaunganisha mikoa mingi ya kanda kaskazini mashariki kote. Ikifungwa hii barabara, soko la Kariakoo lifanye kazi. Lakini jambo langu jingine kwa mkuu wa wilaya, kwa kuwa yuko hapa na meneja wa mkoa. Meneja, mimi mkuu wa wilaya unafahamu. Na umefanya kazi nzuri sana kwenye Chama cha Mapinduzi. Miaka ya nyuma nakumbuka tulikuwa tunafanyia mikutano yetu hapa. Sasa mimi nikuagize wewe mkuu wa wilaya kwamba tunataka ile asili ya mikutano ya Jangwani yenye vibe ile irudi tena hapa. Kwa hao kandarasi walioko hapa, moja CSR yao iwe ni kuhakikisha wanatusaidia kufungua mamifereji yaliyoko hapa ili mkutano wa kwanza tuuone unakuja kufanyikia mwaka huu hapa Jangwani. Kwa hiyo meneja wa TANROADS mtasaidiana vizuri sana na mkuu wa wilaya. Hataki mikutano iende vichochoroni. Tunataka mikutano iwe maeneo ya wazi ili kama kuna mtu anataka kufanya ile kinaitwa kupachafua, tunakuwa tunamuona vizuri ili tuweze kumsafisha kabla yeye hajachafua. Hiyo ndio jambo la msingi. Viwanja vikiwa safi, eneo la wazi, eneo kubwa, kwanza usalama unakuwa mzuri kwa watu wetu na mambo mengine pia yanakuwa mazuri kwa watu wetu. Kwa kazi hiyo meneja, mtapita na mkuu wa wilaya, mnatazama, mnakuwa na proposal nzuri ili baadaye sasa viwanja hivi viendelee kutumika kwa kazi hiyo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee.